katika somo hili ambalo sasa tumelisoma, lina mambo makuu matatu ambayo tunaweza tukayaona. Jambo la kwanza katika somo hili, ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 9 mstari wa 35 hadi ule wa 38, tunakuta habari za huruma ya Yesu kwa umati uliokuwepo wakati ule. Huruma ya Bwana Yesu kwa watu wote. Huduma ya Yesu, alikuwa akizunguka kama tulivyosoma katika miji, katika vijiji, akiwahurumia watu. Kwa nini aliwahurumia watu? Walikuwepo watu ambao walijaa kanisani, lakini wakiwa wanatenda dhambi. Walikuwepo wasengenyaji, walikuwepo waongo, walikuwepo wachawi, walikuwepo watu wa kila aina, walikuwepo wazinzi, walikuwepo wezi. Bwana Yesu akawaonea huruma, kwa sababu hawa watu hawawezi kuurithi ufalme wa mbinguni. Haleluya! Bwana Yesu akawaonea huruma, akawaambia wanafunzi, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Alikuwepo Bwana Yesu peke yake, na Bwana Yesu alipokuwa akihubiri, makutano mengi yalimfuata, watu wengi walimfuata. Watu wengi walitaka kupona, wengine ndugu zao walikufa, wengine ndugu zao walikuwa na magonjwa ya kufisha, wengine walikuwa na matatizo ya kila namna. Yesu akawaonea huruma, na walipoendelea kumfuata watu wengi, akaona kazi hii peke yake haiwezi, isipokuwa aweze kuongeza watu wengine wanaoweza kumsaidia. Na watu wengine ni akina nani? Ndipo akateua mitume 12 ili waweze kusaidiana naye katika kumhubiri Kristo. Kwa hiyo tunaona katika sura ya 9 mstari wa sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 4, tunaona Bwana Yesu anawateua mitume 12 ili waweze kumsaidia kazi ya kuwakomboa wanadamu, kazi ya kuwasaidia wazinzi, kazi ya kuwasaidia walevi, kazi ya kuwasaidia wezi, kazi ya kuwasaidia wanarushwa, kazi ya kuwasaidia watu ambao hawakutenda mambo mazuri sawasawa na neno la Mungu linavyosema. Kwa hiyo utaona sehemu ya pili ni hiyo ya kuwateua hao wanafunzi 12. Amejaribu kuwataja pale mitume, na Yesu anapowateua anaonyesha wazi na utayari wake wa kufanya kazi na watu wa jinsi hiyo, kwamba ninyi tutafanya kazi pamoja, na akawaambia wanahitaji kufanya kazi na watu wa kawaida. Aliwaagiza wanafunzi hawa wasiwe wabaguzi, lazima amwangalie kila mmoja kwa namna yake, kila mmoja kwa nafasi yake. Yesu Kristo akawa amewaagiza. Unaweza ukaona wakati fulani Yesu Kristo hakubagua wanawake, hakubagua wanaume, nini wafanye baada ya kuteuliwa. Katika hatua hii ya awali, Yesu anawaagiza mitume wake wasiende kwa watu wa mataifa mengine au wa Samaria, bali waende kwanza kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Ndugu zangu wapendwa, hapa na hapa tunajifunza kitu. Anawaambia wasiende sehemu nyingine yoyote, waanzie kwanza na nyumba ya Israeli. Ina maana kwamba ndugu zangu, wakati fulani tunajisahau, wakati fulani tunafikiri tunaenda kanisani, watu wa nyumbani mwetu. Injili inatakiwa ianze nyumbani kwako kwanza. Injili ya Bwana
Lazima wewe unapokwenda kwa mtu mwingine, maana yake kama wewe huwezi kumtolea mwenzio kibanzi ambacho kiko kwenye jicho lake, unatoa kibanzi cha kwako kwanza, ndipo unaweza ukaenda kumtolea mwingine kibanzi. Haleluya! Kwa Yesu anaagiza msiende sehemu nyingine kwanza, anzeni na nyumbani kwako. Je, unaweza ukajiuliza, wewe unakuja hapa kanisani, wewe ni mwimbaji, wewe ni mzee wa kanisa, wewe ni mchungaji, wewe ni Mkristo. Je, kila mmoja atafakari nyumbani kwake kukoje? Amewahubiria wa nyumbani kwake? Ni lazima tutazame namna hiyo ambavyo Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, toweni bure. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Bwana Yesu alikuwa anawaelekeza nini wakifanye hawa mitume. Karama na nguvu za Mungu hazipaswi kutumiwa kwa ajili ya biashara au kujinufaisha kifedha. Unaweza kuona jinsi kazi ya Yesu inavyohusisha wito wa pamoja, na kwamba kila Mkristo anapaswa kuwa tayari katika shamba la mavuno la Mungu wetu. Ndugu zangu wapendwa, sasa hivi Yesu aliwaagiza wanafunzi wake. Alipokuwa amewaagiza wanafunzi wake, sasa hivi wanafunzi hao hawapo. Wanafunzi hao ni wewe na mimi. Tunahitaji sasa maagizo haya ambayo Bwana Yesu aliagiza, tunapaswa kuyafanya sisi. Na jambo la kwanza alilotusihi Yesu kwamba wachawi, wapo watu wengine ambao ni wachawi, yani hata hii maiki ninayoongelea hii wanaroga hata maiki, wapo kanisani. Haleluya. Wapo wanaotamani wake za wenzao, wanaotamani waume za wenzao. Shindwa katika jina la Yesu. Unapomtamani mke wa mtu, unamwona amevaa vizuri, amepaka vizuri mafuta, ameoga vizuri, usifikiri hivyo vinatoka tu hivi hivi juu mbinguni. Maana yake mwenzio amemtunza, akamtengeneza, ndio maana unamtamani. Sasa Mungu anasema msitamani wake wa mke wa mwenzio. Haleluya. Lakini sio mke tu, hata wanawake wanatamani waume wa wenzao. Unaweza kukuta huko kanisani, lakini bado uchaji wa Mungu haupo katikati yao. Unakuta mwingine anasema naye huyu itakuwa ni uchawi, tunafikiri ni hali ya kawaida ile. Hata huyu atakuwa amejiungamanisha na Freemason. Amejiungamanisha na Freemason, mwenzio naona anafanya kazi halali mchana na usiku, bado wewe unasema kwamba itakuwa Freemason. Ushindwe katika jina la Yesu. Lakini cha ajabu ambacho Bwana Yesu aliwafundisha mitume, na sisi tunatakiwa kujifunza na kuambia watu wengine. Ndugu zangu, aliwafundisha habari za upendo. Tupendane sisi kwa sisi. Tumo humu kanisani, kuna baadhi ya watu wamekosana na jirani yake. Kuna wengine hata ndani ya kanisa hili wamekosana wao kwa wao, na ni wa Moravian katika kanisa la Moravian la Hera. Hebu mtazame jirani yako, uko naye vizuri hapa? Amina. Hebu mshike jirani yako mkono kama kweli mnapendana. Hebu unaweza kukuta mtu mwingine hapa tunashikana, tukitoka nje tusijuane. Haleluya. Bwana Yesu alifundisha, lakini kitu kingine ambacho alifundisha Bwana Yesu ni upendo wa mume na mke. Kanisa la leo lisipoanza nyumbani, mume na mke hawaishi vizuri, familia hawaishi vizuri, wametengana, ujue kwamba hata kanisa haliwezi kufika mahala popote. Kuna watu wanaonyesha unafiki wanapokuwepo mbele za watu,
wanaonekana wanapendana, wanashikana mikono, wanacheka, wanatabasamu, lakini usiku kila mmoja ana shamba lake. Haleluya. Sasa uangalie, hebu kila mmoja apige picha nyumbani kwake, kumekaaje? Je, anaishi vizuri na watoto wake? Anaishi vizuri na mume? Anaishi vizuri na mke? Hebu piga picha nyumbani kwako, kumekaaje? Kama nyumba yako haijakaa vizuri, ujue kwamba hakika Mungu haipo pamoja nawe. Hata kama upo hapa kanisani, lakini bado huwezi kutengeneza nyumbani kwako, huwezi kutengeneza yale mapungufu, ujue kwamba shida ipo. Lakini jambo jingine ambalo aliwaagiza wanafunzi wake walifanya, ndugu zangu, ni katika hali ya kufanya uinjilisti. Wewe ukiwa hapo, umefanya uinjilisti mara ngapi? Umefanya uinjilisti katika nyumba ngapi? Au umeenda kwa wale tu, kama ni mwanakwaya unamtembelea tu yule unayeimba naye? Tena hapa vikundi viko vingi, inawezekana kwamba huwa tunatembeleana sisi kwa sisi. Mtapata nafasi ya kutembeleana ninyi kwa ninyi, lakini kama sio ninyi kwa ninyi, je, watu ambao hawako karibu na Yesu Kristo, hawako karibu na kanisa, tumewatembelea mara ngapi? Ni mara ngapi tumeshuhudia neno la Mungu kwa walevi? Ni mara ngapi tumeshuhudia neno la Mungu kwa wachawi? Ni mara ngapi tumeshuhudia neno la Mungu kwa malaya? Ni mara ngapi? Au tunashuhudiana sisi kwa sisi? Yesu ametuagiza, mitume hawapo. Mitume sasa ni mimi na wewe. Tunahitaji kwenda kuwafanya hao watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Agizo lingine ambalo Bwana Yesu aliweza kuwafundisha na kuwaelekeza wanafunzi ni swala la kuombeana. Ndugu zangu, aliwaonea huruma watu wengi waliokuwa na matatizo ya kila namna. Wengine walikuwa ni wagonjwa. Wanakwaya mmeimba hapa kwamba walikuwepo mpaka wanawake ambao walitokwa na damu kwa muda mrefu. Wengine walikuwa na mapepo, wengine walilogwa na wachawi. Je, ni mara ngapi tunakwenda kuwaombea watu wa namna hiyo? Ni mara ngapi tunapokwenda kuwaombea watu wenye shida mbalimbali? Ndugu zangu, kila mmoja ana shida zake, lakini Yesu anatuagiza tuombeane. Tuombeane kwa sababu kila mmoja ana shida. Halafu wakati fulani tunapaswa pia hata kujiombea. Kuna mtu mmoja, unajua kuna humu unaweza kukuta kuna watu yana hata kuomba tu hawezi. Lakini anatuagiza hapa kwamba tuwaombee wenye mapepo, tuwaombee wale, hata kuwafufua wafu alituagiza. Sasa ndugu zangu, wakati fulani katika maombi ni vizuri kujiombea, lakini kuomba msaada kwa jirani yako, kuomba msaada kwa ndugu yako, kuomba msaada kwa mchungaji au mwinjilisti au mzee wa kanisa. Wakati huo huo na wewe unajiombea, unaomba nguvu zaidi ili kuongeza maombi, ili ushinde huyo adui ambaye anakunyemelea. Maana wakati fulani wengine hawaombi na wanategemea maombi. Kuna mtu mmoja alikuwa ananichekesha juzi. Jamani, hata wachungaji tunaotegemea watuombee na wao wana changamoto zao. Ni kweli sio kweli? Sasa mtu mmoja alikuwa amevamiwa na wachawi. Akaanza kumwomba mchungaji, akasema, "Mchungaji, yani mimi hapa silali, naona tu maluelue, yani nyumba hii sijui ina vitu gani, naomba mchungaji uniombee." Mchungaji naeka mnamneza tu kwenye siwasema, "Na mimi mwenyewe hapa mimi mwenyewe hapa navyoona nimetembelewa na majambazi, wewe endelea kuomba tu, sijui itakuwaje." Hivyo nategemea mchungaji akuombea? Yeye anahangaika huko na majambazi wamemtembelea, atakuombea? Haleluya.
kuomba, lakini tuombe msaada. Unapoomba na uombe msaada wa mchungaji akuongezee katika imani ulio nayo. Ndugu zangu, na jambo lingine ambalo amezungumza sana hapa ni kumheshimu Mungu tunapoteuliwa kufanya kazi ya Mungu. Tumeona wanafunzi wa Yesu, kila mmoja alikuwa na kazi yake. Wengine walikuwa wavuvi, wengine walikuwa wanafanya kazi serikalini, wengine walifanya kazi mbalimbali, lakini walipoitwa na Bwana Yesu kwamba sasa Mathayo aliyekuwa mtoza ushuru, njoo utakuwa mfuasi wangu. Sijui Petro aliyekuwa mvuvi, njoo kuanzia leo utakuwa mfuasi wangu. Hawakujitetea. Hatujaona hata mwanafunzi aliyejitetea hapa. Japo Yuda mwishoni alikuja akamsaliti Yesu, lakini hatujaona mwanafunzi aliyejitetea kuifanya kazi ya Mungu. Hapa tunaweza tukajifunza kitu kwamba, ndugu zangu, hili ni kanisa la Mungu. Tunapoitwa na Mungu, unapoambiwa jambo kanisani, unapaswa kulitii, kwa sababu anayekwambia sio yeye bali Mungu aliyemo ndani yake. Ameona wewe unaweza ukafanya kulingana na kipawa ulichonacho, unaweza ukaifanya ile kazi ya Mungu, na kazi ya Mungu, na hata kanisa likasonga mbele. Haleluya. Kuna baadhi ya watu wanapoambiwa tunaomba tusaidie katika jambo hili, watu hawako tayari. Ujue haumkatalii mchungaji, haumkatalii katibu wa ushirika, haumkatalii sijui mzee wa kanisa. Ujue unamkatalia Mungu aliyemwagiza mchungaji, unamkatalia katibu wa ushirika aliyeagizwa na Mungu, kwa sababu Mungu hashuki moja kwa moja kukwambia jambo, ila anapitia kwa wanadamu ili ndio waweze kukwambia. Kwa hiyo ni vizuri tuwe watiifu katika neno la Mungu. Tumtii Mungu, tuwatii watumishi wa Mungu, kwa sababu wametuambia, Mungu ametuambia kupitia wao. Ukiambiwa wewe ni mzinzi, ukiambiwa wewe ni mlevi, ukiambiwa wewe ni muongo, ukiambiwa wewe ni chawa, watu wanachukia. Haleluya. Ukiambiwa wewe jirekebishe mahali pale ambapo pamepungua. Watu wengi wanapoambiwa ukweli hawataki kutii, na watumishi wa Mungu lazima waseme ukweli, iwe ni upande wa serikali, iwe ni upande wa kanisa, iwe ni upande gani. Mtumishi wa Mungu anatakiwa kusema kweli, kwa sababu sio yeye anayesema, bali Mungu aliyemo ndani yake, bali Roho Mtakatifu ambaye anashuhudia juu ya jambo hili, na amemwambia mtumishi wake aliseme kama nabii. Haleluya. Tusitoe udhuru katika mambo ambayo tunaagizwa tuyafanye. Wapo watu wengi upande wa utoaji wa sadaka wanatoa udhuru, upande wa kutoa michango ya ujenzi wa kanisa wanatoa udhuru. Wengine yani kazi yao ni kutoa udhuru. Sasa kazi ya Mungu itakwendaje? Wewe ni Mkristo, uko mahali hapa, kazi ya Mungu inasonga mbele kwa sababu yako wewe, sio kwa sababu ya mtu mwingine. Mwisho kabisa anasema kwamba tuwe watiifu, tumheshimu Mungu katika yale yote anayotuagiza. Tusiwe kama Yona aliyeagizwa. Ukisoma Yona sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 17, tunamkuta Yona aliyekuwa anakaidi kazi ya Mungu. Wanafunzi wake Mungu hawakukaidi, na Yona alipoonyesha kukaidi namna Mungu alivyomtuma, tunaona adhabu aliyoipata. Kwa hiyo baadaye akawa amemezwa na samaki, na alipomezwa na samaki tunaona kwamba amekaa siku 3 akiwa anatubu juu ya kile ambacho alikuwa amemkosea Mungu. Ni vizuri sisi sote, unapogundua kwamba umemkosea Mungu, kaa chini utubu, kwa sababu ndugu zangu, sisi hata kama ni wanakwaya, sisi ni wazee wa kanisa, sisi ni Wakristo tuliookoka, watu hawaangalii maneno tunayoyasema, wanaangalia vitendo. Wanaangalia kuanzia nyumbani mpaka hapo ulipo, unavyokwenda kanisani, namna unavyoishi na familia yako, watu wanaangalia. Kwa hiyo unaweza kumshuhudia mtu, unaweza kumhubiria mtu neno la Mungu
au kumfundisha neno la Mungu, cha kwanza ni matendo yako. Usipokuwa na matendo mazuri, hata kama ungenena kwa lugha, hata kama ungesema maneno ya namna gani, lakini matendo yako hayafai mbele za Bwana, hata huyu unayemhubiria. Wakati fulani tumezuia hata watu kuja kanisani. Wakiangalia Wakristo tunaokuja kila siku kanisani, wanaona kuna mapungufu. Kama ni maovu, tuko pamoja. Kama ni uongo, tuko pamoja. Kama ni uchawi, tuko pamoja. Sijui kama ni uchawi, siku hizi watu wanatumia sana lugha ya uchawi hii. Mpaka inapelekea mpaka watu wanauana wao kwa wao. Ni uchawi ambao ni dhambi mbele za Bwana, na watu wameona jambo hili jambo la kawaida. Mungu atusaidie sana kuyatii haya yote ambayo Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu analielekeza kanisa. Naomba tusimame na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, wewe ni Bwana ambaye tulipokuwa tumeanza kusemezana nawe, hakika tumeuona mkono wako ukitenda kazi. Umetufundisha mambo mengi. Umesema mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Uliwaongezea hata mitume ili waifanye kazi ya Mungu. Na leo hii mitume ni sisi wenyewe tunaohitaji kueneza ujumbe wa neno lako. Tunaomba Bwana, haya yote uliyotufundisha, uliyotuelekeza, tunaomba Bwana tukayatii, na hatimaye mbegu hii iliyopandwa ikamee na kuzaa matunda. Tusaidie wanao. Haya yote yanatugusa katika maisha yetu. Tupo wanao mahali hapa, tumesikiliza ujumbe wako. Tunaomba tukautendee kazi, na hatimaye maisha yetu yakapate kubadilika. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini kwamba hakika hutatuacha. Roho wako Mtakatifu ataendelea kutukumbusha siku hadi siku. Tunaomba haya yote tukiamini katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mwana kondoo ameshinda. Kanisa, haleluya. Tupashe tupige yale mazito matatu ya Utatu Mtakatifu kwa ajili ya kupokea ujumbe wa neno la Mungu. 1, 2, 3. Sasa mimi na katibu mkuu na mwenyekiti wa wilaya tutaenda ofisini tufanye maandalizi fulani hapo, ili tuje tuanze ibada ya pili ya kusimikwa mwenyekiti. Naomba kwaya.
niombe wakati huu tuimbe wimbo katika kitabu cha Tenzi namba 67 beti 2, Bwana uliye waita watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Niombe tuombe. Baba Mungu, katika jina lako Yesu, asante Bwana kwa wema wako. Asante kwa ajili ya ibada hii ya pili. Baba Mungu, tunaomba uwe pamoja nasi. Tazama watumishi wako ambao Bwana umewaita shambani mwako, akiwepo hapa mwenyekiti wa wilaya Mchungaji Kachele Wachauze Simchenje. Amesimama pamoja na mama, ikiwa ni siku yake rasmi ya kuwekwa katika utumishi wake kwa wilaya hii ya Laela. Ninaomba Bwana umuongoze na umpiganie. Bwana, naomba kwa ajili ya watu wote wa wilaya hii pamoja na watumishi wenzake wachungaji, akashirikiane nao vema. Mungu, tunaomba wewe uliyemwita kuifanya kazi yako, endelea kumuongoza. Roho wako Mtakatifu akawe pamoja naye katika shughuli zote, akakutangulize wewe, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi niombe tusome neno kwa ufupi. Ni kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 13 hadi ule wa 17. Atakaye wadhuru mkiwa wenye juhudi katika mema, lakini mjapotezwa kwa sababu ya haki, mna heri. Msiogope kutisha kwao, wala wilaya hii ya Laela. Bwana Mungu anajaribu kutoa maelekezo kwako kwamba kazi hii umepewa kwa maana ya kwamba wapo watu ambao umewakuta katika eneo hili. Wapo wachungaji, wapo wainjilisti, wapo wazee wa kanisa, wapo viongozi wa idara, lakini wapo na Wakristo. Neno la Mungu linasema hivi:
ni lazima utende yaliyo haki mbele zao, na kama wataonekana kukusema vibaya, wataonekana kukusingizia katika mambo ya haki, usigeuke na wala usibadilike eti kwa sababu ya vitisho vyao. Neno linasema usimame imara, usitishwe na mtu yeyote, usitishwe na mabaya. Wewe simama katika kweli ya Mungu, katika kumtetea Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndugu zangu wa Kristo, pia mwenyekiti yuko hapa. Mwenyekiti wetu leo anasimikwa rasmi. Anachohitaji kwenu ni ushirikiano, anachohitaji kwenu ni umoja, anachohitaji kwenu ni kutii maagizo ya Mungu kupitia kinywa chake. Yeye ni binadamu. Kama binadamu ana udhaifu wake. Ni lazima tuchukuliane mizigo, ni lazima tusaidiane. Umesikia jambo lolote huko nje linalohusu mwenyekiti, linalohusu familia yake, kwa hekima na kwa busara, nenda nyumbani ukae naye kwa utulivu kwa kile ambacho umekisikia kwake, ili kurekebisha na hatimaye kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Sio vizuri kwa Wakristo, umeona kiongozi wako pengine amekwenda ndivyo sivyo, unakuja unaanza na wewe kueneza habari kule na kule. Jamani, umesikia mwenyekiti wetu, umesikia jambo ambalo limemtokea. Sio Ukristo huo. Na kama umesikia jambo lolote, unafika kwa ushauri tena ulio mwema na kwa nia ya upendo. Wakati fulani wachungaji wamefika mahala hawajaitenda kazi ya Mungu vizuri, na sisi wa Kristo tumechangia. Umesikia madhaifu fulani, umesikia uharibifu fulani, badala ya kusema kwa nia njema, unaanza kuteta huko, unaanza kumsema pembeni. Na ukisema hivyo, ujue unatenda dhambi ya usengenyaji, unatenda dhambi ya uongo. Mwambie mtu wazi wazi ili aweze kujirekebisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua ukweli unauma, lakini ukweli unajenga. Sio vizuri yaani unaposikia jambo halafu mnaanza kusemezana ninyi kwa ninyi. Njoni kwa mwenyekiti kwa hekima. Na sio vizuri. Huyu kiroho ni baba yetu, na kama baba yetu huwezi ukamwendea baba yako kwa maneno mabaya, huwezi ukaenda vibaya kwa baba yako. Lazima uende kwa heshima ili kumwambia jambo ambalo lipo, tena kwa unyenyekevu. Kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, ni lazima tuwatii watumishi wa Mungu. Hata kama mtumishi angekuwa mwembamba kiasi gani, angekuwa mfupi kiasi gani, angekuwa wa jinsi gani, huyo ni mpakwa mafuta, lazima tumheshimu. Ole wake atakayemdharau. Ukimdharau tu mtumishi wa Mungu, ujue kwamba unajipatia laana mwenyewe. Haleluya. Kwa ndugu zangu, na hata hivyo kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa hata wake za wachungaji wanawaita shemeji. Ole wako, tuje tukusikie. Mke wa mchungaji yeyote ni mama huyo, sio shemeji. Hata kama angekuwa ni mdogo wake na mchungaji simchenje, angekuwa ni kaka yake na mchungaji simchenje, lazima amwite huyu mama mchungaji. Watu walishakazana, yaani wanamuona ni mdogo mke wa mchungaji, wanasema kwani yule ni mama. Unakuta mtu mwingine anasema dada mchungaji. Mama ni mama, haijalishi ni ana umri wa jinsi gani, ni mdogo kiasi gani, ni mwembamba kiasi gani, mama ni mama. Kwa hiyo niwaombe sana tuwaheshimu wachungaji wetu, kupitia pia hata mchungaji wetu ambaye anasimikwa leo. Na jambo jingine ambalo tunatakiwa tuwe na tahadhari nalo, na linaweza kuvunja
Kanisa linaweza lisifike mahala popote. Ni masuala ya ukabila, ni masuala ya kusemana kikabila. Ukabila hata Mwalimu Nyerere alikemea sana kwamba nchi hii haiwezi kwenda mahala popote endapo tutakuwa na mambo ya ukabila, mambo ya udini, mambo yani mambo hayo na ya undugu. Hayo yanalivunjani katika mambo ya ukabila, katika mambo ya usehemu, katika mambo ya undugu, katika mambo ya kifamilia. Tumkatae shetani ili kanisa la Mungu liweze kusonga mbele. Haleluya. Tunashukuru upande huu wa eneo hili la wilaya ya Laela, hatujasikia watu wakizungumza. Hatujasikia kwa kweli. Lazima niseme kutoka ndani kwamba kwa mfano anapokuwepo Mnyakyusa, watu wa Nyakyusa wanaona wengine ni kama sio watu. Anapokuwepo Mlungu, anapokuwepo sijui Mmambwe, anamuona Mnyakyusa sijui Mundali sijui Mnyamwezi sio mtu. Achaneni na mambo hayo. Maendeleo hayaletwi na ubaguzi. Huo ni ubaguzi ambao hauwezi kutufikisha mahala popote. Mkiwa na umoja, mkiwa na ushirikiano, ndicho Mungu anachokipenda. Na anasema muwe na umoja kama Yesu Kristo alivyo na umoja na Baba wa mbinguni ambaye ni Mungu mwenyewe. Naomba tuwe na ushirikiano. Wachungaji wetu wako hapa, ninaomba mpe ushirikiano mwenyekiti wao. Na mkumbuke watu wa Laela, ninyi ndio wilaya. Hatuwezi kupepesa macho, ninyi ndio wilaya. Mwenyekiti anapopatwa na jambo lolote, maana yake ninyi ndio mko karibu naye. Ushirika wa makao makuu ya wilaya, hamwezi kukwepa kwa lolote. Mwenyekiti amepata shida, ni sisi watu wa Laela. Eti papo kapige simu kwa watu wa Kalambanzite, watu wa Kanyezi, ni saa ngapi mwenyekiti hajaangamia na familia yake? Tuwe karibu na mwenyekiti, tumsaidie mwenyekiti katika yale ambayo anatuelekeza, na tumsikilize maoni yake. Kama una maoni fulani, hebu mpelekee, yakawe ni ya kujenga kanisa na sio kubomoa kanisa. Na nimesema tupingane na mambo maovu ambayo yale yanatupelekea kanisa la Mungu lisisonge mbele, badala yake liweze kurudi nyuma. Mungu atusaidie na Mungu atubariki sisi sote. Amen. Basi niombe mchungaji na mama msimame. Sasa tunaliturujia chache hapa, wale tu ambao wachache kwa niaba nadhani tutawakilisha hivyo hivyo. Kwa niaba tutawakilisha hivyo hivyo. Wapendwa katika Bwana, katika wilaya hii ya Laela, hapa mbele yenu mnaye mwenyekiti Mchungaji Kachere wa Chauze Simchenje, ambaye sasa ameitwa na halmashauri kuu ya jimbo ya kanisa letu ili kuitumikia wilaya hii kama mwenyekiti wake. Tunawaombeni kumpokea kwa furaha na upendo kama mshiriki mwenzenu katika ufalme na utumishi, kumshirikisha katika mambo yote ya kiroho na kutii uongozi wake katika neno la Bwana. Nawe ndugu mpendwa, mtumishi mwenzetu, kanisa linakutegemea kujitoa kwako kwa moyo wako wote ili kutumika na kutumiwa katika utumishi wa Kristo na kanisa lake, tena kufanya kazi katika wilaya hii ya Laela pamoja na watumishi wenzako kwa uaminifu na bidii, kwa kufuata maandiko matakatifu na katiba ya kanisa letu la Moraviani. Niombe ushirika, tusimame. Baba mwenye rehema nyingi, twakusihi kwamba kwa wema wako wewe unawatuma watendakazi katika mavuno yako, na umekubali kumwita mtumishi wako huyu katika huduma ya wilaya yako.
tunakusihi mpe mbaraka wako wa mbinguni na kumkirimia neema inayohitajiwa kwa wito wake, ili awe mwaminifu, mwenye kiasi, unyenyekevu na mwenye kudumu katika uhudumu wake. Awe siku zote na ushuhuda wa dhamiri njema, adumu daima kuwa imara na mwenye nguvu katika mwana wako Yesu Kristo, neno lisemwalo naye lipate kufanikiwa, lisisemwe bure. Utujalie pia ili tupate neema kuyasikia na kuyapokea atakayoyatoa toka neno lako takatifu, na kuyakubali kama njia ya wokovu wetu, kwamba kwa maneno na matendo yetu tuufuate utukufu wako na kuenea kwa ufalme wako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, aishie na kumiliki pamoja na wewe katika umoja wa Roho Mtakatifu milele na milele. Amen. Sasa ndugu, kwa niaba ya halmashauri kuu ya jimbo letu la Rukwa, mbele ya Mwenyezi Mungu na wilaya yake, ninakukabidhi kazi ya huduma kama mwenyekiti katika wilaya ya Laela, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kwa njia ya neno la Mungu, kufuata katiba ya kanisa letu katika wilaya ya Laela, na watumishi wenzako na Wakristo wote kwa utukufu wa jina lake Yesu. Niombe ushirika sasa, tupokee neno hili kwa pamoja. Mliona liturujia, tunampokea mtumishi wetu na Mungu atusaidie kutii uongozi wake. Asante. Tena tunaye hapa dada yetu ambaye ni mama Simchenje, mama mwenyekiti, pia mke wa ndugu katika kanisa. Tunawatazama wake wa wahudumu kuwa washiriki katika huduma hiyo hiyo, wakiwa ni msaada kwa waume zao nyumbani na kazini. Tunampokea na tunaahidi kumpa ushirikiano. Asante. Sasa kwa wakati huu niombe mpige magoti. Naomba tupokee mbaraka wake Bwana kwa sisi sote tunaomwamini na kumtegemea. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupeni amani, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Makofi na vigeregere basi. Sasa wakati huu niombe tusimame. Mchungaji Simchenje, asante sana. Asante sana mama, asante sana. Tunaomba msaada wako sasa, mgeukie huku ili sasa tuwapokee rasmi mwenyekiti na mama mwenyekiti. Tutapiga makofi matatu na vigeregere kwa wingi. Haya, 1, 2, 3. Asante. Sasa wakati huu, baada ya kumaliza zoezi la sadaka, baadaye tutawavalisha mataji na tutawapongeza kwa mikono hii. Tutawashika mkono, pengine wazee wa kanisa na wachungaji na wajumbe wa halmashauri kuu na wajumbe wa halmashauri ya wilaya, tutawashika mkono kwa niaba. Bwana Yesu asifiwe. Yeah.
Mungu awabariki sana kwa yakuu. Kwaya zote za uinjilisti mnasogea. Na nyama mnataka kila kwaya inataka ipo hapa. Haya, mmoja ndio niliokueleza. Besania mnaunda pale nyuma ya kwaya Ufunuo. Besania vijana mnaunda nyuma ya kwaya Uinjilisti Ufunuo. Mungu awabariki vijana wetu kutoka Mnokoa. Sasa kiwekwe chombo, kila mtu apite atoe zawadi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu pamoja na mama. Naomba chombo kiwekwe hapo. Hicho kitolewe, hicho kiwekwe chombo kingine. Tunaanza kuleta sadaka vile tunaanza hivi mnarudia huko, nyewe mnarudia huko. Yaani mnakuja wote hivi au mnarudia ukutani au ukuta huu. Kimaliza watainuka hawa huko. Kwa tunaanza Ni
tuanze kuinuka kwenye bawa hili. Karibu kutoka upande huu. Katika maisha yangu yote nitamtukuza Bwana, ninapopitia majaribu hata nitanishindia Bwana, nitaziimba sifa za Bwana, nitaziimba sifa za Bwana. Katika maisha yangu yote nitamtukuza Bwana, ninapopitia majaribu hata nitanishindia Bwana, ninapotembea nina Yesu, nikiwa kazini nina Yesu, nikiwa shambani nina Yesu, nikiwa shuleni nina Yesu, ninapotembea nina Yesu, nikiwa kazini nina Yesu, nikiwa shambani nina Yesu, nikiwa shuleni nina Yesu. Niache nimwimbie Bwana wangu ni mwema, niache nimsifu Bwana wangu ni mwema, ninapotembea nina Yesu, nikiwa kazini. Asante watu wa vyombo, nashukuru. Mungu awabariki sana. Hapo tulipofikia sasa, naona tumegusa makundi yote. Bado wilaya na ofisi kuu ya jimbo. Wilaya ni mimi mwenyewe hapa. Kamati ya utendaji kwa niaba ya halmashauri ya wilaya tuna shilingi 100,000. Piga makofi kwa Yesu. Haya, na nyinyi waandishi wa habari ya moja, kama huna uniambieni kukopesha. Asante sana. Sasa hebu niombe. Asante. Roho Mtakatifu endelee kuwa nasi, ukitubariki mmoja mmoja, kila mmoja anapoendea malango ya kwake. Usiache kumbariki na kumkumbusha, na mbegu iliyopandwa ndani yake kaendelee kukua na kuzaa matunda. Asante Bwana kwa ajili ya matoleo mbalimbali ambayo watoto wako wamekutolea zaka, wamekutolea mfuko wa maendeleo ya jimbo, wamekutolea shukrani ya Jumapili, wamekutolea Bwana kwa ajili ya mtumishi wako. Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya wema wako na kwa ajili ya ukarimu wa watoto wako. Bwana Yesu, ninaomba baraka zako zisikome katika maisha ya watoto wako, sawa sawa na ulivyokusudia. Neema yako Mungu sipungue. Katika jina la Yesu Kristo, tunapoondoka mahali hapa Bwana, uondoke pamoja na sisi. Amani yako itembee nasi. Bariki kinywaji kitakachokuwa kimetolewa kwa ajili ya watoto wako. Wanapokunywa Bwana, wakanywe kwa furaha na amani. Watakaokula wale kwa furaha na amani. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ukae kwetu sawa sawa na neno lako, katika jina la Yesu Kristo aliyetufundisha kuomba hivi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Pokeeni mbaraka wa Bwana wetu Yesu Kristo, ninyi nyote mnaomtegemea. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupeni amani, katika jina la Mungu Baba
na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ameni. Nimekubali Bwana kutenda kazi yako, ulivyoniita nije nitumike. Nimekubali Bwana kutenda kazi yako, kama ulivyoniita nije nitumike. Nitie nguvu zaidi, beba msalaba na ufanye mzigo mwepesi. Uyafanya ni mepesi, yasiwe kikwazo, utende utakavyo. Nitie nguvu zaidi, beba msalaba na ufanye mzigo mwepesi. Hayo yaliyo magumu, uyafanya ni mepesi, yasiwe kikwazo, utende utakavyo. Tengeneze kwako wewe peke yako, jambo muhimu siku zote, kusimama pekee. Jambo muhimu siku zote, mama pekee. Msaada wako jambo muhimu, siwezi kusimama pekee. Msaada wako jambo muhimu, siwezi kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa David Rogers Mwarwanda. Nipo hapa ushirika wa Laela. Leo tulikuwa na ugeni kutoka jimboni ambayo tulikuwa na ibada ya kumsimika mchungaji mwenyekiti wa wilaya Kacheles Mchenje. Ibada ambayo imejaa baraka tele. Tumemwona Bwana katika ibada hii. Katika ibada hii tumejifunza neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu, katibu mkuu wa jimbo la Rukwa,
ambaye zaidi amekazia kwa habari ya upendo, kwamba tunapokuwa shambani mwa Bwana tupendane. Katika ibada hii tumejifunza habari za kuwa karibu na watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Mwanakondoo ameshinda. Kwa majina naitwa Ikupa Obasi Kapange. Leo tulikuwa na ibada kanisa la Moravian Laela, ushirika wa Laela. Tulikuwa na ibada ya kumsimika mwenyekiti wetu Mchungaji Simpenje. Ibada ilikuwa nzuri, tumeanza vizuri, tumehudhuria vizuri. Somo la leo tulilojifunza ni kitabu cha Mathayo sura ya 9 mstari wa 35. Shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Neno linatufundisha upendo, kuheshimu viongozi wetu, pia tuwe na ushirikiano. Amina. Mtazamaji wa Baraka TV, naitwa Hawa Kaiza Mwanyingili. Ni muumini wa kanisa hili la Moravian. Leo tulikuwa na ibada nzuri sana ya kumsimika mwenyekiti wetu wa wilaya. Ni ibada iliyokuwa imefana sana. Lakini pia katika ibada hii kuna mahubiri ambayo tumefundishwa ni namna ya kumchaji Bwana, namna ya kumtumikia Mungu kwa uaminifu, lakini pia kutembea katika uaminifu katika maisha yetu ya kila siku. Karibuni sana katika kanisa letu. Asante sana TV Baraka. Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa Baraka TV. Kwa majina anaitwa Fredi Amdile Tandaika, ni muumini wa kanisa la Moravian Laela, makao makuu ya wilaya ya Laela. Leo tulikuwa na ibada ya kumsimika mchungaji wa wilaya Mzee Simchenje, ambaye atatuongoza na kusimamia mambo yote kwa wilaya ya kitumishi. Kwa ibada ya leo ilikuwa na mambo mengi ya kufundishwa kiroho, na neno kuu la leo ni namna ya kuishi na watumishi, namna ya kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Vile vile tumejifunza kuwapenda wenzetu, yaani kupendana sisi kwa sisi. Na mafundisho ya leo yamejikita moja kwa moja katika utumishi ule tuliosema wa kweli, ambao tumerudi nyuma kabisa. Bwana Yesu alivyokuja alichagua wanafunzi wake 12, na sisi bado tunaendeleza hilo zoezi. Kuna mwenyekiti ambaye tulikuwa tunamsimika leo, na amesimikwa vizuri sana, na ibada imefana sana. Tunawapenda, na sisi Baraka TV tunasema tuko pamoja na ninyi. Vile vile mtazamaji, wewe jaribu kufuatilia vizuri hiyo channel ya Baraka TV, subscribe, na mengine yote utayapata huko kwa ajili ya kumjua Bwana na kumtumikia Mungu kwa roho na kweli. Ndugu mtazamaji wa Baraka TV, mimi kwa majina naitwa Priska Kiliani, nikiwa hapa Laela. Namshukuru Mungu kwa kuwa tumekuwa na ibada nzuri ya kumsimika mchungaji wetu, lakini ninavyokuona, unavyonitazama, naomba nawe uiwe kuitazama hizi ibada za Moravian, ziko vizuri sana. Kwa siku ya leo tumejifunza maneno mazuri ya kuweza kupendana katika kitabu cha Mathayo sura ya 9. Ukiangalia mstari wa 30, ukisoma hapo utajifunza kwa namna ya kumtumikia Mungu. Wametufundisha namna ya kupendana, kumtumikia Mungu, na jinsi ya kujaliana na kuwapenda watumishi pia. Kwa ndugu mtazamaji unayenitazama, na mimi naomba nikupe kiu ya kuweza kufunua haya matukio ya Baraka TV, kuyaangalia na kuyapa kipaumbele. Utapata yale ambayo yatakusaidia katika maisha yako, pia kuzipenda ibada hizi za Kimoravian. Nasema Mungu akubariki, sina mengi, ni hayo tu. Amin. Naam, nikushukuru sana wewe mtazamaji ambaye umeambatana nasi katika kufuatilia ibada hii ambayo imefanyika katika ushirika wa Laela, kanisa la Moravian hapa wilaya ya Laela, katika jimbo la Rukwa, kanisa la Moravian. Asante sana, ninaamini umebarikiwa sana na Mwenyezi Mungu amekutana na haja za moyo wako. Lakini pia nikukumbushe, ilikuwa ni ibada nzuri kabisa ambayo amesimikwa rasmi mwenyekiti wa wilaya hii ya Laela, ambaye ni mchungaji Kachele wa Chauze Simchenje, moja kwa moja ikiwa
katibu mkuu wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Rukwa, mchungaji Emmanuel Simpanzie amemtunuku na kuweza kumzawadia kofia hiyo ya kuwa mwenyekiti katika wilaya hii. Na kiongozi wa ibada hii si mwingine, alikuwa ni mchungaji mwenyeji wa kanisa hili ama ushirika huu wa Laela, mchungaji Oscar Enoch Kofia Mbili. Basi namna hiyo ninaamini kabisa kwamba umebarikiwa sana. Usikose mtazamaji, wakati mwingine na siku nyingine tuungane katika kipindi kingine cha neno la Mungu panapo majaliwa. Ulikuwa nami Vumilia Mwanyangala nikikutangazia kutoka hapa wilaya ya Laela, kanisa la Moravian ushirika wa Laela. Asante sana, nikutakia wakati mwema na uendelee kutazama Baraka TV.